Nataka kusema nini? Bwana amenituma message nyingine kwa ajili yako. Unapenda niseme? Mungu akubariki baba mchungaji kwa maombi mazuri. Na sasa tufungue Biblia katika kitabu cha Mwanzo. Leo nataka nizungumze kuifunga nguvu ya mauti, mauti ya ardhi. Hebu sema mauti ya ardhi. Tunaposema mauti ya ardhi, ardhi inakufa. Inakufaje? Sio kwamba huu udongo unakufa. Najua huwa unasikia manabii wengi na mitume, waganga wa kienyeji na wataalamu wa vitu na siri za rohoni wanaongea kuhusu kukomboa ardhi, aidha kurudisha udongo. Kukomboa udongo ni kitu gani wanakomboa? Udongo unaotajwa ni nini? Jamani, Bwana asifiwe. Na udongo huu ukifa kwenye maisha ya mtu, maisha yote ya mtu yanaharibika. Kuna watu ni wasomi, wana degree, wana PhD, wana masters, wana viwango vya juu vya elimu na wanafanya kazi sana, wana mishahara mikubwa, lakini ardhi imekufa. Maisha yao ni maisha ya mateso, ni maisha ya huzuni, ni maisha ya kuhamahama. Lakini Bwana amenituma jioni ya leo aiponye ardhi yako katika jina la Yesu aliye hai. Ninaongea na mtu mmoja hapa, na sio mlokole tu, hata ambaye hajaokoka. Ardhi ikipona, maisha yako yatafunguliwa, na hakuna mwingine awezaye kufungua. Ni Yesu peke yake aliyekufa msalabani halafu akafufuka. Jamani, haleluya! Ukinielewa wewe nipungie tu mkono hivi tafurahi. Ukinielewa tu punga mkono. Ukipunga hivi, hata kama najua mchungaji askofu amekataa watu wasipige vigeregere na kushangilia, lakini mimi ukipiga vigeregere najiona niko vizuri zaidi. Lakini ukisema amina, ndo mbinguni panasema na iwe hivyo. Jamani, haleluya! Kumbe baba hajakataa eti ubarikiwe baba. Nikiona hujasema amina wala hujapiga vigeregere najua ni uchoyo wako tu. Ila baba amesema hajakataa. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu. Nasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza. Naomba twende pamoja mistari michache, nitakapoishia Bwana ametaka. Amen. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa nduguye Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima wa ardhi. Hebu sema mkulima wa ardhi. Ninaposema ukombozi wa mauti, kuvunjika kwa mauti ya ardhi, tunaona hapa Kaini ndiyo hobi yake ya kwanza. Huyu Mungu amempa combination ya ukulima, na ukulima ndiyo nyenzo mama unaosababisha utajiri, heshima na mfumo mzima wa ubora wa maisha ya mwanadamu, kwa sababu ukulima ndiyo unaozaa chakula, si ndivyo ilivyo? Kwa hiyo tunaposema mauti ya ardhi, maana yake ukilima haileti nini? Haileti matokeo. Bwana atusaidie sana. Nisikilize vizuri. Ikawa hatimaye Kaini alileta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana, na Habili naye
akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabari Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabari wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hautapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni mwako, nayo inakutamani wewe, walakini inakupasa uishinde. Hii ni comment ya Mungu. Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani, yani shambani, mbugani. Alipomwambia twende uwandani, ikawa walipokuwa uwandani wawili, Kaini na Habili, Kaini akamuinukia Habili nduguye, akamuua. Hebu sema akamuua. Hakuna mauti inayotokea bila mauti nyingine, lakini mauti uzaa mauti. Tunapovunja nguvu ya mauti, lazima tujue kabla mauti iliyosababisha hasara kwenye maisha yako haijatokea, kuna mauti nyingine iliyokuwepo hata wewe haujawepo, na ndiyo imesababisha wewe ukawa hivyo. Nisikilize, niendelee kusoma maandiko. Baada ya kumuua ikawaje? Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Kaini akasema, sijui, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Bwana akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa ni mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi, nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani, hata itakuwa kila anionaye ataniua. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amwonaye asije akampiga. Bwana Yesu libariki neno hili. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya, watu wa Iringa, wa Tanzania, haleluya. Nazungumza kuishinda nguvu ya mauti, mauti ya ardhi. Historia hii inatueleza kwenye kitabu hiki cha Mwanzo. Hiki kitabu cha Mwanzo ni habari ya uumbaji wa Mungu, chanzo cha kila kitu, chanzo cha kuumbwa, chanzo cha hasara, chanzo cha kupotea, chanzo cha mauti. Na habari hii inaitwa ufunuo. Kitabu hiki cha Mwanzo kinaitwa ufunuo wa Roho Mtakatifu akimvuvia Musa, na ni kitabu miongoni mwa vitabu alivyoandika Musa vinavyoitwa Pentateuch, yaani sheria.
Kitabu hiki cha Mwanzo kinamfunua Mungu alivyoanzisha urafiki na binadamu, lakini anaeleza habari ya mwanadamu alivyoanza kupotea kwenye uso wa Mungu na huruma ya Mungu ilivyoendelea kumtafuta. Kitabu hiki mimi huwa nakikompea na vitabu viwili vya Agano Jipya. Kitabu cha kwanza ni Injili ya Yohana, ambayo inaeleza uwepo wa Kristo duniani kulipia upendo wa Mungu kwa watu wake. Ndio maana ile sura ya 3 mstari wa 16 Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Adamu alikufa, lakini Yesu ameleta uzima. Jamani, haleluya! Lakini napenda kitabu kingine, waraka wa Paulo kwa Waefeso, ambayo inaeleza kufufuliwa kwa watu kutoka mautini. Sura ile ya 2 inasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata yule mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi katika wana wa kuasi. Akasema, lakini mmeokolewa kwa neema kwa njia ya Yesu Kristo. Jamani, haleluya! Sasa hapa inaeleza habari ya wana wawili wa Adamu. Adamu ambaye ndiye baba wa dunia. Adamu akiwa amefukuzwa bustanini na Mungu kwa makosa ya kula tunda Mungu alilosema usile, na Eva mkewe, yaani Hawa, akiwa wamefukuzwa pamoja. Kule walikoelekea Biblia inasema wakazaa mtoto wa kiume, na jina la kwanza likaitwa Kaini. Lakini baadaye miaka kadhaa kupita, akazaa mtoto wa pili wa kiume, akamwita jina Habili. Habili alikuwa na kitengo chake cha ufugaji, akafuga kondoo wengi, ng'ombe wengi, mbuzi wengi. Lakini Kaini alikuwa mkulima, wote wanafanya kazi kwenye ardhi. Habili ana mifugo yake, Kaini ana mashamba yake. Walipofika zamu ya kuindua, baba yao Adamu alikuwa amewafundisha kitu kimoja kinachoitwa madhabahu. Hebu sema madhabahu. Watu wa Mungu, sema madhabahu. Bwana asifiwe. Binadamu yeyote katika dunia, ili aweze kuwa salama, lazima maisha yako yawe na kitu kinaitwa madhabahu. Naongea na dunia sasa, nisikilize vizuri. Uwe umeokoka, lazima uwe na madhabahu. Uwe haujaokoka, lazima uwe na madhabahu. Na kama hautakuwa na madhabahu, wewe ni mboga ya wengine. Hawa waliookoka, madhabahu yao inabebwa na Jehova Mungu wa milele, aliyekuja kwa jina la Yesu Kristo duniani, akatuachia zawadi ya msaidizi aitwaye Roho Mtakatifu. Jamani, amina. Lakini wale wasiookoka wana madhabahu inaitwa kiringe. Kiringe maana yake ni mahali panapopatanishwa kati ya shetani na mwanadamu kwa kutumia vitu, ni viseme sasa ni vya kichawi, vinaitwa kishegu na kishengezi, na jini anaitwa Yaruhaku, ambaye mganga wa kienyeji ukimwendea kwenye ile kiringe lazima apandishe kongoro. Lazima uwe na madhabahu. Hebu muulize mwenzako, wewe una madhabahu gani wewe? Muulize tena kwa sauti kubwa kwa niaba yangu, lakini wewe una madhabahu gani wewe? Una Jehova au una kiringe? Bwana asifiwe. Bwana tusaidie. Kama
kama hauna madhabahu ya Mungu wala ya Shetani, we ni mboga. We ni mboga. Mboga ya nani? Utanielewa. Ngoja niendelee. Bwana asifiwe. Wangapi wananielewa mpaka hapa? Sasa hii madhabahu, Adamu amewafundisha Kaini na Habili kwamba madhabahu yetu sisi ni Mungu aliyetuumba. Lazima tumtolee sadaka kwenye maisha yetu ili tufanikiwe. Lazima tutoe sadaka. Sadaka kazi yake ni kupatanisha na kuamua hatima ya maisha ya mwanadamu yataendaje. Jamani, haleluya! Siku moja, kesho Mungu akinipa neema, nitakueleza kuhusu sadaka na maisha ya mtu, jinsi kafara sadaka inafanyaje kazi kwenye maisha ya mtu. Kwa nini tunahubiri watu watoe sadaka? Kwa nini waabudu Shetani wanatoa sadaka? Kwa nini? Sadaka inahusiana vipi na wewe? Kesho nitakueleza, lakini leo nisikilize, niongee hiki kitu. Bwana amesema niongee na wewe. Jamani, Bwana asifiwe. Kaini alipokusanya mazao akasema moyoni hivi, mimi ngoja nichukue mazao mengi ili Mungu wa baba anisifie mimi kwamba mimi ndiye ninayejua kutoa sadaka, na hakuna atakayejifanya ana sadaka kama mimi, na mtu mwingine atakayegusa sadaka yangu ole wake. Yaani moyo wa Kaini, wengi huwa nasoma nasikia mahubiri ya watu wengi, na hata kama hapa huwa wanahubiri, nisikilize. Usihubiri kwamba Mungu akupokea sadaka ya Kaini kwa sababu yeye alipeleka viazi na maparachichi. Eti alipokea sadaka ya Habili kwa kuwa ilikuwa nyama. Huo ni upotoshaji. Mungu hana ubaguzi. Jamani, Bwana asifiwe. Sadaka ni sadaka. Mungu anaangalia moyo. Ndio maana alimwambia Sauli kwamba Mungu haangalii sadaka. Kutii kwa moyo wa mtu ni bora kuliko hata mafuta ya nini? Ya beberu. Mungu habagui sadaka, ila anaangalia moyo unaotoa sadaka. Jamani, amen. Alipoweka hilo wazo Kaini, kilichotokea, Mungu akauangalia moyo wa Kaini, akasema hiyo sio sadaka, ila huo ni ushindani. Lakini Habili moyo wake uliweka wazo hivi, Mungu wa baba yangu amemchukia baba na mama kwa sababu walifanya kinyume na maagizo yake. Lakini Mungu alimhukumu nyoka, akasema uzao wa mwanamke utakiponda kichwa. Na mimi kama uzao wa mwanamke ninatoa sadaka ili nipatane na Mungu, amhesabie haki baba yangu na mama yangu, ili akiwasamehe na sisi tuwe imara. Unaelewa Kabla hata hatujatoa sadaka, kati ya Kaini na Habili nani atapokelewa? Nisaidie tu kujibu, mtu wa Mungu. Nani atapokelewa? Hatujatoa bado sadaka, ila mawazo ni haya. Mmoja anasema ngoja mimi nitoe mengi ili watu wajue kwamba mimi ndo ninajua kupata vitu vingi, na atakayechezea sadaka yangu ole wake. Lazima Mungu akiiona anisifie. Lakini mwenzake anasema nia yangu ni kufanya agano na Mungu wa baba ili yale yaliyofeli kwa baba kwangu yafanikiwe. Mungu akaangalia moyo wa Habili walipotoa sadaka. Biblia inasema kwanza hata sadaka aliyotoa Habili ilikuwa ni ndogo, kwa kuwa imetaja alikuwa ni ndama wa mwaka huu mmoja, katoto kakondoo, sio mzee. Ila moyo wa Habili ulitaka patano. Kuna mtu huwa unasema hivi,
mimi nimeombewa sana, sijaona badiliko. Nimetoa masadaka mengi, wachungaji wamekula hela zangu nyingi, sijapona, mpaka nimekata tamaa. Unajua hujapona kwa nini? Haujatoa sadaka, umeproud kama Kaini. Sisi hatutoi sadaka ili tupone, tunatoa ili Mungu ainuliwe. Amniponye asiniponye, whatever the case, ili mradi jina la Mungu lihimidiwe. Yaani ngoja nikwambie, hata kuokoka kwetu tunaokoka hivi. Siokoki ili nipate hela, siokoki ili nioe mke, siokoki ili uolewe, siokoki ili nitajirike. Hapana, ninaokoka ili maisha yangu yaikidhi ibada kamili ya Mungu, ili hata Yesu akija leo niwe na uhakika wa kuingia mbinguni. Kwa hiyo nikifa sawa, nikiishi sawa, nikipata sawa, nikikosa sawa, ili mradi moyo wangu unasema asante Mungu. Jamani, haleluya! Mungu wetu sisi anapenda ibada. Mungu anapenda ibada. Sasa wengi tatizo, mnamwekea Mungu masharti. Yaani hujapona, hujaokoka bado, unasema nikipona nitaokoka. Yaani nikipona nitaokoka, nikipata hela nitaokoka, nikiolewa nitaokoka. Oya, utakuwa fungu la 10 la mtaa, hauolewi. Kwa nini? Umetanguliza malengo, na Mungu haangalii malengo, anaangalia moyo wako wa ibada. Kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 91 mstari wa 14, Mungu alisema hivi: kwa kuwa umekaza kunipenda, na mimi nitakuokoa na kukutukuza, na kwa kuwa umelijua jina langu, na mimi nitakuwa pamoja na wewe taabuni. Mungu anatusaidia vile tunavyojikomiti kwake. Jamani, haleluya! Kutano, Bwana asifiwe. Naongea taratibu sana, ila najua unanielewa. Sema amen. Sasa imekaa hivi, walipotoa sadaka kwa mbinde ile, sadaka ya Kaini haikuungua, moto wa Mungu haukuichoma, lakini sadaka ya Habili ikateketea, moto wa Mungu ukaichoma, na moyo wa Mungu ukamfurahia Habili. Kaini alivyoona sadaka haijapokelewa, pale pale wazo lake likatimiza kisirani, akamjumlisha na Mungu kama ndugu zake. Akasema hivi: Mungu, kumbe unapendelea. Kwa nini ya kwangu niliyokutolea haukuyapokea? Kwa nini mwingine yeye umeichoma sadaka yake? Aha, kumbe yeye amenizunguka akapanga na wewe snitch, amenisnitch Habili, sasa nitamnyoosha. Kaini akatafakari kisasi. Kabla hajafanya kisasi chochote, Mungu akamjia akamwambia, Kaini, kwa nini una hasira wewe? Kwa nini una wivu wewe? Hebu muulize mwenzako, hivi na wewe una wivu? Haupendi mwenzako afanikiwe? Halo, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Roho ya wivu inatengeneza mauti, mauti ya ardhi. Jamani, haleluya. Wivu ni mbaya kwenye maisha. Ukitaka ufanikiwe, furahi wenzako wakifanikiwa. Hata kama sio ndugu yako, shangilia tu, kwa kuwa leo ni kwake, kesho ni kwako. Mungu halali wala azimii, ila ukikasirika unapoteza haki. Bwana atusaidie. Akamwambia Kaini, yote yamefichwa mikononi mwako, kwani ukifanya vema hautastahili?
Angalia, dhambi iko mlangoni mwako, inakuotea. Inakupasa uishinde, inakupasa uishinde. Hakikisha uishinde. Lakini anaongea Mungu hilo neno, Kaini anazidi kuchukia. Alafu anasema lazima nitamkomesha Habili. Inafika asubuhi, akala mchongo wa almaut. Akamwambia, oya mwanangu, sepa na mimi twende mbugani, nikakuonyeshe mbuga nzuri utakayochungia kondoo. Twende mwanangu. Habili na yeye ajui hili wala hili, anampenda kaka yake. This is my family. Akasema twende brother. Wanaenda. Kaini anabeba shoka, anajua anaenda kukata magogo ya miti ili asafishe shamba. Kumbe shoka ni ya kuponda kichwa cha Habili. Na Kaini Mungu alilijalia lilikuwa bodybuilder, mambavu, likikukamata uchomoi. Wakaenda, wamefika kule, jaziba, wivu, kisasi, chuki ikamuinukia Habili, kamkaba roba. Habili anajitetea, akala ngumi, hajakaa sawa, mtama chini, akakanyagwa singoni. Mwamba kanyenyua stoni, bonge la jiwe, kalitua kichwani mwa Habili. Mpo! Kanyenyua tena, po! Kanyenyua tena, po! Gari akadedi. Anamaliza kufa tu, ile damu ikamwagika ardhini. Ilivyomwagika tu, sauti ya Mungu ikamjia Kaini. Mungu akamwambia, Kaini, umefanyaje? Likajibuje? Sijafanya kitu. Kwani ni nini? Mungu akamwambia, sauti ya damu ya ndugu yako iko inalia kwenye ardhi, ambayo ardhi imefunua kinywa kuipokea ile damu. Likasema, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Mungu akamwambia, sikiliza, kwa kuwa umemuua, na kuapia ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Mauti ya ardhi inaongea hivi, namba 1, haitakuzalia. Yaani maana yake utalima heka, upande mahindi, wengine wamelima wataimbua gunia 20, wewe utaambulia gunia 4, 3, aidha 1, aidha hamna kabisa. Wengine mvua inanyesha wanaweka mbolea, wewe mvua inanyesha unaweka mbolea, mahindi yanakuwa njano. Wengine mahindi yanabeba yako huku, wewe mahindi yanabeba yako hapa. Utapanda maharage, pale yameanza kutoa maua na vichanga vya mbegu, tayari jua linawaka, linavifyeka vyote. Pale yamekoma, unaanza kuimua, unashangaa. Hebu nibadilishie maiki, haijaokoka. Amen. Peni maiki nyingine iliyookoka, imezimia. Nipe tu hapa. Asante sana. Unanisikiliza? Bwana asifiwe. Nirekebishie hiyo maiki, ni nzuri sana hiyo. Ikiwaka niletee hapa. Unashangaa pale maharage muda wa kuimua umefika. Mvua inanyesha. Mbegu zote zinapotea. Unajiuliza, mbona hivi? Maharage yanaotea shamba. Mungu amenifanyia nini? Sio Mungu. Ardhi imeuawa. Mwingine unashangaa, mbali zaidi niende, unaanzisha biashara mahali penye fursa, watu ni wengi, wateja wanakuja. Kwa wiki unauza 200,000, 300,000. Na unasema sasa ngoja nitafute mkopo, nikope hela hata 10,000,000,
ili biashara sasa isimame. Unakopa milioni 10 za watu. Cha ajabu, unaanza kushangaa nje nyuki zinapita. Mara mbwa zinapita. Mara wenda wazimu na udelende unatoka mdomoni. Wengine wanakaa wanakuja na kuomba ugali hapo. Unashangaa mara nyingine unaenda kulala, unaota ndoto huko shuleni. Tena shule uliomaliza darasa la 5 au la 4. Tena unaona mko kwenye mitihani, unaandika mtihani ila umesahau kila kitu ulichosoma. Nakuja kusahihisha, una 0. Wengine wanapata 180, 90, wewe ni 0. Unashituka ndotoni, moyo unauma. Mbona nimefeli? Alafu la 5 wakati umeshamaliza degree. Matokeo yake ghafla, muda wa marejesho ya deni unaanza. Ulikuwa unauza 200,000, unaanza kuuza 40,000, 30,000. Wakati mwingine siku 2-3 zinapita, una 50,000. Vitu vingine vinaanza kuoza na kuexpire, na wale wenye madeni yao wanaanza kukupelekesha. Tayari unaanza kuviuza kwa hasara. Tena uliuza duka lote limekwisha hadi unafunga, unaanza kuuza na nyumba na kiwanja unauza. Unaanza na kuanza kukopa. Leo huku umekopa kwa Hasani, kesho unakopa kwa Daudi, kesho kwa Ashura, kesho kausha damu. Matokeo yake unaanza kuumwa pressure. Kuja sawa kisukari. Matokeo yake na ndoa inavunjika. Unaanza kusema bora nihame nikajifiche. Unajificha wapi? Unatoka Iringa unaenda Mufindi vijijini, na kule nako unaanza kulima mashamba ya watu. Nisikiliza nikwambie, hata uende wapi, tatizo haliishi, ila chanzo ni laana ya ardhi. Ardhi imekufa. Inakufaje? Kaini akaambiwa utakuwa mtoro. Nisikilize vizuri, Bwana atusaidie, Bwana asifiwe. Wangapi tuko pamoja, wananielewa? Hilo chafu inahusika hivi. Tupo hapa wote hapa leo, tupo wote hapa. Tumezaliwa kwenye familia nyingi ambazo hazikumjua Mungu. Mababu zetu, mababa zetu huko, wajomba zetu huko, mama zetu wakubwa kwa wadogo, mashangazi huko, baba wa babu huko, walikuwaga hawajaokoka. Uongo kweli? Na vile hawakuokoka, walikuwa wanaabudu mashetani, na mioyo yao ilijaa visasi, ilijaa vita ya wao kwa wao. Zile madhabahu walizitolea sadaka, lakini sio sadaka, ni sadaka ya hila. Sadaka ya hila inaitwa kafara ya udhalimu. Yaani wanasema hivi, uzuri mimi nisikilize nikwambie, mimi nimeokoka kutoka kwenye madhabahu hizo za kichifu na za kiganga. Tena na mimi nilikuwa chifu satanisti, chifu satanike, chifu star, alfa star, sultan star, seya kabla loda kienja white craft, juzi white craft. Nilikuwa chifu na mimi naelewa. Kwa hiyo ninachokwambia naelewa. Bwana atusaidie. Kafara yoyote inayotolewa kwa kumwaga damu, iwe damu ya kuku, iwe damu ya mbuzi, iwe damu ya njiwa, iwe damu ya ng'ombe, iwe damu ya kondoo,
nyuma ya damu kuna kichwa cha binadamu. Yaani nyuma ya damu inayomwagika kuna kichwa cha damu. Nisikilize, ndio maana Agano Jipya, naomba niwaulize walokole, Bwana asifiwe. Unajua kwa nini Agano Jipya hatutoi kafara ya damu? Hatutoi kafara ya damu kwa sababu Yesu alishafidia damu zote. Alikufa yeye msalabani. Kwa nini? Ni hivi, kafara ya damu iko juu ya kichwa cha mtu. Kumbukeni wakati Haruni ametenda dhambi mbele za Bwana, akapigwa ukoma, akakaa nje ya mji kwa siku 7. Toba yake ilikuwa ni nini? Mungu alisema hivi, achukue ng'ombe waume 2 kwa hesabu ya watoto wake wa kiume. Kwa hiyo ng'ombe ikateketezwa ili watoto wa kiume waishi. Kwa hiyo uhai wa wana wa Haruni ukawa juu ya kafara. Wakati Israeli wanatoka Misri wanakwenda Kanani, Mungu anamwambia Musa, uweni wanyama wazaliwa wa kwanza, alafu muwaweke kwenye miimo ya milango damu, ili ninyi msife, lakini zile familia ambazo hazitachinja lazima zife. Kwa nini? Nyuma ya damu kuna nafsi ya mtu. Sasa sisi leo walokole hatuchinji kwa sababu kwa kupigwa kwa Yesu tumepona. Na ngoja nikwambie leo, nigonge nisigonge, niseme nisiseme, mchungaji yeyote atakaye kuhubiri kuchinja mnyama kama kafara au sadaka, mkimbie, huyo ni mchawi. Mkimbie mchana, huyo ni mchawi, huyo ni mganga wa kienyeji, huyo hana Mungu kabisa. Zama hizo zilishaisha. Hatutoi kafara ya damu. Maisha yetu ni sadaka kwa ajili ya Mungu. Jamani, haleluya! Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Wangapi wananielewa? Sasa ile kafara wanayoitoa ni hivi. Ngoja nikuibie siri. Kuna yule unaenda kwa mganga wa kienyeji ili upate mali. Ili upate mali inategemeana na mali unayoitaka. Mfano, ukimwambia mganga, nataka biashara yangu ishine, niwe tajiri. Ile biashara ili ishine, mganga hakupi biashara inayozidi uwezo wako. Na uwezo wa mtu uko wapi? Uko sehemu 3. Sehemu ya kwanza iko mkononi mwako. Hebu jiangalie mkono wako hivi. Mwambie mwenzako, ardhi yangu iko hapa. Yaani wewe hiyo ardhi unayoambiwa na kina Mwamposa kwamba nunua udongo, huo udongo unaonunua wewe, huo sio ardhi. Ila ardhi yako iko wapi? Kwenye kiganja cha mkono wako. Na ndio maana ukiona mtu amekukata kucha ya mkono wako, ujue imeisha hiyo. Kama hujaokoka, mwanangu amesema goodbye. Ukiona imekatwa kucha hapa, hii kucha ya kidole kidogo hiki, maana yake wewe ni mtu wa kukataliwa na kila mtu. Kila utakako kwenda watakuona takataka. Hautakuwa na neno la kuongea watu walielewe. Hata ujitetee mahakamani, haki ni yako, ila itapotea. Ni hii kucha hii. Lakini hiki kidole cha pili, kama ni mwanamke, hautakuja kuolewa. Na kama umeolewa, hautakuja kuwa na amani kwenye hiyo ndoa. Wengi wanajua kwamba ndoa ni mwanamke kuishi na mume wake. Hapana. Hata watoto ulionao ni ndoa yako. Wameandikwa kabla hujazaliwa. Hatuishi tu kuoana ndio tuitwe ndoa. Ila ndoa ni maisha baada ya kuoana, ambayo imejumuisha namba 1 ni amani ndani ya familia mpya, wewe na mwenzi wako.
Ukiona magonjwa yanawasakama, anapona huyu, anashikwa huyu, anapona huyu, anashikwa huyu, anapona huyu, anashikwa huyu. Kwenye familia ujue tatizo ni wanandoa, mke na mme. Hiyo ndoa imepigwa. Imepigwa wapi? Hapa. Lakini kitu kingine, unaweza kushangaa kizazi unacho hauzai, unabeba mimba zinatoka. Mwingine unabeba mimba unaota kabisa mama mkwe anakuja anachukua mtoto. Mwingine unaota nyoka anakukimbiza, ukiamka damu inatoka, mimba inaporomoka. Sio bure, kuna fumbo limefanyika kwenye hatima yako, ardhi yako imefishwa. Sio bure. Yesu amenituma jioni ya leo, kama ilivyoandikwa, kwa kusudi hili mwana wa Mungu amedhihirishwa azivunje hizo kazi za shetani. Na Mungu akituweka huru, tunakuwa huru kweli kweli. Sema amen. Unaiona ndoa ilivyo? Bwana asifiwe. Ina siri 15 ndoa, na ni hiki kidole. Lakini ukiona hii kidole cha tatu hiki, ujue hii ni uwezo wa wewe kujikontrol. Ni uwezo wa kuanzisha kitu chochote, na mtu mwingine akione cha maana na akufuatilie. Ni uwezo wa wewe hata kuwa mwenyekiti wa mtaa. Ni uwezo wa kuwa pasta. Kwani amuonaji pasta mwingine, mfano Pastor Swenya hapa ana kanisa refu kama beo la treni, na limejaa waumini lote. Lakini kuna mchungaji hapa hapa Iringa, miaka 13, 14 anaabudu na mke na watoto, wakiwemo waumini wengi ni 7, 6. Swali, kwani yeye na Swenya tofauti ni nini? Si Mungu ni yule yule? Kwa nini yeye hana waumini? Hapa kwenye rana ya kwenye ardhi yake pamekufa. Asipofufuliwa atabaki anasema, Mungu, huduma yangu ngumu. Kumbe sio ngumu, wewe uko lock, yuko gerezani. Kuna mwingine unafurukuta kutafuta hela, unatafuta hela, biashara unayoifanya na mwenzako anafanya, lakini cha ajabu yeye anajenga, wewe umepanga. Ananunua pikipiki, wewe hata baskeli huna. Ananunua mpaka gari, wewe hata baskeli huna. Unabaki kusema yule ni mchawi, yule ana misukule. Amna, ni juhudi ile ila wewe umefungwa. Lakini hiki kidole hiki cha 4 ni uwezo wa kuamuru kitu chochote kikawa chako. Ni uwezo wa kuanzisha kitu chochote kikafanikiwa bila kupingwa. Lakini hiki kidole, ukiona hii kuta imepotea hii, utashangaa hadi kiwanja ni chako. Kuna mtu mmoja kule Dar es Salaam alinialika, nikaenda kutembelea nyumbani kwake, akaniambia hii habari, nikasikitika. Yaani yeye alienda pale Makumbusho, unaona Makumbusho karibu na stendi kwa nyuma, alinunua kiwanja milioni 290. Milioni 290. Anamaliza tu kununua kile kiwanja, tayari kikapangiwa kuwa dampo. Takataka zote za stendi na kwenye maduka zinarundwa pale, na akapigwa marufuku kujenga. Alipoenda kudai, wakasema hii ni eneo, ni open space ya serikali, ni dampo. Alipoenda kulalamika, wakampa vielelezo na hati nyingi za serikali. Anamtafuta aliyemuuzia, alishachikichia. Anakuja kuipata familia yake, wakamwambia baba alishaga kufa. Jamaa yule akaumwa na pressure nzito, na akaanza na kustroke. Hajakaa sawa, alikuwa ana hela nyingine ndogo, maana ni mstaafu. Akanunua kigari ili kiwe daradara. Kile kidaradara kinatoka pale mawasiliano, kinaenda Mbagala. Kinaenda tu, kinafika pale maeneo ya uwanja wa Taifa, kikafia pale. Wanakuja kucheki hivi, injini imenoki, inatoa maziwa. Wanauliza injini milioni 27. Akachanganyikiwa.
Ananiambia, pastor, mimi kwa kweli Mungu asiponisaidia naona kama nakufa. Sadaka zote natoa, zaka zote natoa, kusali na sali, bwana Mungu anisikii. Nikamwambia, wewe ngoja tuone ulimwengu wa roho unasemaje kwako. Nilipoomba, Roho Mtakatifu akaniambia, angalia mkono wake. Nikautazama kucheki, nikamwambia, kucha hii iko wapi? Haiyotagi pastor. Kwa nini? Maana desturi yetu wanadamu lazima kucha ziote. Mbona haioti? Pastor, nililalaga usiku nikaota kama naliwa. Nilipoamka nikakuta nimekatwa kucha 3. Nilipomuombea pepo likalipuka. Likasema nyota yake iko Dubai sasa hivi. Yuko anauza maduka ya watu, yanatajirika. Nikamuuliza, imeuzwa na nani? Mahusiano. Aliingia kwenye mahusiano na mwanamke mmoja, sijui Mwarabu wa Pemba, sijui na nini na nini, vitu vingi. Tulipokemea, tukavunja, tukaomba kufufua ardhi kwa damu ya Yesu. Baada ya kuomba ufungulifu wake, nikamwambia, nenda kaanzishe shauri la madai na ufungue kesi ya kiwanja chako pamoja na haki zako zote. Akaniambia, pastor, hakunaga mtu anayeshindana na serikali akashinda. Nikamwambia, hii sio serikali, unazungukwa na shetani. Serikali haibagi mali ya mtu, ila mali zote tulizonazo, viwanja vyote ni vya serikali ndio, lakini kuna viwanja vingine ni open space za serikali. Serikali inawapa watu. Kwa nini wewe chako ichukue na isikupe fidia? Hakunaga serikali ya hivyo. Nenda. Alipoenda kufungua madai, huwezi amini, kabla kesi haijasikilizwa, wale waliomwambia hii open ni ya serikali, waliomuonyesha hati bandia, wakamjia wakasema, tunaomba haya mambo yasifike mbali, toa 2.5, tumepelekewa kubwa, hiki kiwanja kitakuwa chako. Akatoa 2.5, wakamrudishia kiwanja. Sasa hivi amejenga gorofa pale, anajenga gorofa. Hela zimetoka wapi ya gorofa? Zilikuwa zimeibiwa na shetani. Alipofunguliwa, milango ikafunguka, mpaka leo anafanikiwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunatoka kwenye familia ambazo ni za giza. Baba zetu waliabudu miungu mingine, walifanya matambiko, walimwaga damu zisizo na hatia, waliambatanisha familia zao, koo zao kwa mashetani. Na bahati mbaya sasa, wewe unazaliwa karne ya 21, hata mapepo huyajui, kusali kwenyewe maskini ya Mungu, unaenda kanisani Jumapili kwa Jumapili, hata wakati mwingine mwezi mzima unakatika haujasali. Kwa hiyo nguvu ya madhabahu huna, ila wale mapepo wana madhabahu. Wachawi wakikumulika wanaiona imani yako ni dhaifu, lakini wakiangalia kwao wana nguvu, wanaamua kupanga uishije. Wanachokifanya sasa, wanauchola mkeka wa maisha yako. Wanapouchola mkeka, wanaangalia kitu cha kwanza kinaitwa nyota. Nyota makanisani hatufundishi, lakini nyota sana waganga wanaitema na manabii wanataja habari ya nyota. Lakini leo nikwambie habari hii kidogo kwa utangulizi. Bwana asifiwe. Unaposikia neno nyota, maana yake ni nafsi ya mtu iliyobeba mustakabali wa amani na mafanikio ya mtu. Na nyota ina ustawi wa vitu vifuatavyo. Namba 1, nyota inafungua malango 7 ambayo ni nuru ya familia. Lango la kwanza ni baraka, yaani uwepo wako wewe, familia yote inapata nuru. Lakini 2 ni security, uwepo wako wewe ni usalama wa jamii. Lakini namba 3 ni jicho, kikitaka kutokea kitu chochote lazima uote. Kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia hivi, pastor, mimi naomba uniombee na tatizo. Nikamwambia, tatizo gani? Akasema, pastor, mimi kila nikiota ndoto, kila nilichokiota asubuhi, kesho yake au baada ya siku kadhaa, kinatokea live kama nilivyoota.
Nikamwambia unaotaje? Akasema niliota baba amepata ajali na amekufa. Lakini pastor, hivi nakwambia haikupita wiki baba amepata ajali na mpaka sasa yuko mahututi ICU. Naogopa kwamba atakufa. Akasema na niliota mume wangu amefukuzwa kazi. Na kweli amefukuzwa kazi pastor. Pastor, na mimi nimeota nimejifungua watoto mapacha na hapa ni mjamzito, sielewi. Nikamwambia mama, sikiliza, siombi hicho kitu, sikuombei kitoke, ila wewe ni jicho la familia, ni jicho la jamii. Haujitambui, ndio maana unachokiota kinatokea kwa ubaya. Maana yake unahitajika ukae vizuri na Mungu ili Roho Mtakatifu akupe mamlaka ya kuutawala ulimwengu wa roho. Ukiota ndoto mbaya, ukiamka ukasema ninaitangua, inatanguka. Yule mtu hafi tena, hataishi. Nilipomwombea yule dada akaokoka, akakaa vizuri na Mungu. Sasa hivi na yeye yuko Dar es Salaam, ni mTAG, kanisa moja silitaji watu la TAG. Sasa hivi watu wanamuita nabii. Ameanzisha na huduma, wanamuita nabii. Ni mwinjilisti, wanamuita muonaji kanisani. Maana kila akiota ndoto mbaya, akimwambia mtu anamuombea, ile ndoto inatokea, ile inapanguliwa. Maana anaomba. Bwana atusaidie. Hiyo ni lango liko kwenye nyota. Lakini kuna kitu kinaitwa pembe ya nyota, ambazo ni nguzo 5 za mafanikio ya mwanadamu. Lakini kuna gimba ambazo ni funguo 3 za maisha, ambayo gimba la kwanza linaitwa mvuto, thamani ya mwanadamu. Lakini gimba la pili linaitwa dhamira, plan master, mifumo ya maendeleo na mafanikio na mipango ya ustawi wa maisha yake. Lakini 3 ni bahati, uwezo wa kupenya mahali pasipowezekana. Na hii ni haki ya wanadamu. Ukisikia nyota imeibiwa, maana yake hivi vitu vyote vimepotea. Ukisikia nyota imefungwa, maana yake hivi vitu vinafanikisha wengine, wewe unasota. Ukiambiwa nyota imekamatwa, maana yake wewe una vitu vyako vyote, ila unavitumia kusaidia wengine, ila wewe havileti matokeo. Ukiona kuna dalili ifuatayo, unaweza ukapanga kwamba mwaka huu nataka nifungue biashara hapa, nifungue kibanda. Haujakaa sawa, hata miezi 2 haijaisha, kaja mtu mwingine kajenga kibanda hapo. Na zile biashara ulizotaka kuweka humo kaweka yeye. Unaanza kusema hii jamani, sio jamani. Ni wewe umefungwa hatima. Ni ardhi hii imefishwa kwako isilete matokeo. Bwana ameniambia nikuombee sasa ili ufunguliwe katika jina la Yesu. Sema amen. Pamoja na Kaini kukosea, Mungu akainena hiyo hatia. Maisha ya watu wasiomjua Mungu yamekuwa chini ya hii hukumu ya adhabu. Maisha yao yamekuwa katika giza. Mungu akiliona hilo giza, alimuhurumia mwanadamu. Ndiyo maana Biblia inasema hakika ameyachukua masikitiko yetu, Mwokozi amejitwika huzuni zetu. Nasi tulimdhania amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, akachubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi hapa tumepona. Hebu mwambie mwenzako, unajua nini rafiki yangu? Kumkabidhi Yesu maisha na kufunga agano jipya na Bwana Yesu. Yeye ni mkombozi wa ardhi yako. Yeye analeta uzima, maana kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 4 kimemtambulisha Yesu kwamba ndani yake ni ulimo uzima, na huo uzima ni nuru ya watu. Paulo ananena
hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, maana sheria ya Roho, yule Roho wa uzima, imeniweka huru. Jamani, haleluya! Pokea uhuru katika jina la Yesu tangu sasa. Familia yako ipokee kufunguliwa katika jina la Yesu. Misiba kwenu ikimbie katika jina la Yesu. Roho ya hasara na madeni iwaache huru kwa jina la Yesu. Laana na mauti haitakaribia kwako milele kwa jina la Yesu aliye hai. Asante Roho Mtakatifu. Naomba usimame juu. Naomba usimame juu. Sitamani uondoke kwanza. Roho Mtakatifu ananiambia kuna mtu hapa leo anafunguliwa. Hiyo hatia na hatari ya mauti ya ardhi haitakaa na wewe tena katika jina la Yesu aliye hai. Niombe utoke kwenye hicho kiti. Utoke kwenye hicho kiti. Na ukiweza unisogelee kidogo. Bwana asifiwe sana. Madhabahu isipokuwa na nguvu haiwezi kukusaidia. Mara nyingine unajikuta kama uko peke yako. Mambo yako hayaendi, uko peke yako. Ni kwa sababu hauna nguvu. Lakini nguvu zinatokana na nini? Maamuzi yako ya kusimama kwenye madhabahu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Funika macho yako. Yesu tawala. Yesu tawala. Wewe ni mfalme wa wafalme, Simba wa Yuda. Yesu tawala. Yesu tawala. Yesu. Yesu tawala. Yesu tawala. Nataka niarike mbingu kwa ajili ya maisha yako. Hata wakati uliokubalika ni sasa, na siku ya wokovu ni leo. Baba, katika jina la Yesu Mwokozi, asante kwa sababu ya neno lako ambalo limesema mwana wa Mungu umedhihirishwa kwetu ili tuwe nao uzima na kisha tuwe nao tele. Na ndio maana kwa kusudi hilo mwana wa Mungu ulikuja duniani, ukakubali kufa msalabani, maana ulijua shetani alichokifanya juu ya laana ya Kaini, juu ya dhambi ya Kaini. Wanadamu hawakustahili. Ardhi iliharibiwa na kuzimu, maisha yaliharibiwa na kuzimu. Roho ya umasikini ikafunga juu ya mama huyu, juu ya baba huyu, na juu ya kijana huyu, na juu ya binti huyu.
Mara nyingi aliona kama Mungu umemwacha, lakini kumbe shetani tu alimwonea. Lakini sasa ninanena kufunguliwa kwake, ninanena ufunguo katika jina la Yesu. Ninanena kuvunja alama za umiliki wa shetani, ile hasara, ile giza, ile milango ya kuzimu, kwa jina la Yesu aliye hai. Ninalifuta giza, ninatangua masauri ya kuzimu, ile minara ya uharibifu, ile roho ya kukataliwa, ile roho ya kutokustawi, ile roho ya hasara, ile roho ya madeni, ninaikataa kwa jina la Yesu. Tangu sasa ninanena ufunguliwe, funguliwa katika jina la Yesu, uwekwe huru. Amen.